Jeshi la polisi nchini limetoa rasmi picha za mwanajeshi ambaye alikamatwa katika mpaka wa Kenya na Tanzania katika eneo la Sirare, ambaye inasemekana kwamba alikuwa anasafirisha mabomu manne aina ya CSM 68 ambayo ni mabomu ya kurushwa kwa mkono. Sasa unaambia kwamba alikamatwa akiwa anaendesha gari aina ya KDP 502Y ambalo unaliona kwenye picha hii hapa, na hizi ni picha pia ambazo zinamuonyesha akiwa kwenye magwanda yake ya jeshi, nadhani ni kule Marekani, lakini kuna picha nyingine ambayo inamuonyesha akiwa kwenye kituo cha polisi akiwa amekamata mbele, yupo na mabomu yake kabisa ambayo amekamatwa nayo manne kama ilivyokuwa imeripotiwa na jeshi la polisi la Tanzania. Sasa huyu hapa ndio Charles Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30 ambaye ni mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sajenti, na unaambia kwamba amekamatwa, nadhani kwamba imekuwa mapema leo hii hapa, wakati alikuwa anajaribu kuvuka mpaka kutoka nchini Kenya kuingia nchini Tanzania. Ni taarifa ambazo nilikuwa nimekupa mapema. Sasa kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanasema kwamba polisi wanajaribu kama kudivert attention fulani hivi ili kuweza kuwatoa waandamanaji kwenye reli. Nilikuwa naona baadhi ya comments ambazo zilikuwepo pale chini wakati nimekupa taarifa hii hapa. Lakini sasa hizi hapa ni picha ambazo zimetolewa rasmi kabisa na jeshi la polisi nchini kuonyesha kwamba aliyekamata kweli ni mwanajeshi, na nambari zake ama unamwona kabisa kwenye magwanda yake ya kazi. Lakini pia unaliona na gari ambalo inasemekana kama alikamatwa nalo, gari ambalo lina usajili wa nambari za Kenya Prado fulani hivi nyeusi kama unavyoiona, na mabomu ambayo alikamatwa nayo manne ndio haya hapa kama unavyoona. Sasa sijui kama mpaka kufikia muda wapo utakuwa umeziamini taarifa kutoka kwa jeshi la polisi la Tanzania, ama ndio kwanza unashikilia msimamo wako ule wa kwanza kwamba polisi kuna namna ambavyo wanataka kuwatoa Watanzania kwenye reli, kutaka kudivert attention labda kwa mipango ambayo waandamanaji wanayo kufikia D9 au sio bana, Disemba 9. Una maoni gani kuhusiana na hili bana? Lakini pia unaweza kunipa maoni yako. Polisi ambao walikuwa nasema kwamba wengi ambao walikuwa wakiandamana katika maandamano ya Oktoba 29, wengi wao walikuwa ni wa Kenya na raia kutoka mataifa mengine ambao waliingia kinyume cha sheria, walishindaje kuwadaka mpaka waje wamdaki mwanajeshi ambaye huyu hapa alikuwepo na silaha kabisa ambazo zinaweza zikamdhuru mwananchi wa kawaida? Walishindaje kuwadaka wale raia wa kigeni ambao walivuka na kuvuka mpaka na kuingia Tanzania na kusababisha vurugu kama walivyokuwa wakisema? Hii nayo imekaaje? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.